kuandamana kufanya hivi, watakuvunja mguu. Halafu hawatakuomba radhi. Na watakwambia walikuwa wanatetea amani. Usiweke tumaini lako kwa hao viumbe. La kufanya waombee wapatane na aliye na shalom. Wakipatana naye wataacha ubinafsi. Kwani nini kinachotokea? Ni ubinafsi, kiburi, jeuri, ubinafsi wa madaraka, ubinafsi wa vyeo, ubinafsi wa nini? Unafanya walio wadogo wanaumia kwa sababu kuna mtu fulani ubinafsi. Ili ubinafsi ufe, ni lazima wapatanishwe na aliye na shalom. Sasa unakuja kwenye ibada umenuna, hata amina hausemi. Nimeabudu sina amani. Kwa nini? Amenipita bila kunisalimia. Na watakupita sana. Wameamua hivi. Lakini watu wazima wameamua hovyo kabisa. Ni sababu gani? Amani haitokani na wafalme wa ulimwengu. Vijana Gen Z, mlioko hapa Gen Z, na waambieni ukweli kutoka moyoni, na kwa kadri tunavyokaribia miisho ya dunia hapata kuwa na amani duniani. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili anasema amani yangu na wapa. Alafu anaendelea anasema ni wapavyo mie, si kama ulimwengu utoavyo. Tutajikita hapo kwenye amani. Anasema amani ambayo mimi naitoa si kama ulimwengu utoavyo. Alafu anaendelea anasema kwa hiyo msifadhaike mioyoni mwenu. Anamaanisha amani ambayo tunaipokea kutoka kwa Kristo. Hiyo ikiingia katika maisha yetu, ikiingia ndani ya mioyo yetu, hatuwezi kufadhaika. Na anamalizia kwa kusema kwa hiyo msifadhaike mioyoni mwenu. Alafu anamalizia wala msiwe na woga. Hili ndio fungu letu leo. Na nahubiri juu ya amani. Maana amani ni kitu ambacho kila mmoja anapenda kukizungumzia. Wanasiasa wanazungumzia amani, lakini hata hivyo hawapendi amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tembea pamoja nami mpaka hapo saa 7 kamili. Alafu msomaji kaa vizuri na kipaza sauti. Kwa hiyo kila mmoja anapenda kuongelea amani. Wanasiasa wako mstari wa mbele kuzungumzia amani. Tulinde amani, ni kisiwa cha amani, lakini kwa matendo yao hawaipendi amani. Katika maisha ya mtu binafsi pia watu wanapenda amani kuzungumzia. Unajua sina amani, huna amani kwa nini? Ni kwa sababu mimi na yule mshiriki mwenzangu hatusalimiani. Kwa hiyo sina amani. Kwa kila mmoja anazungumzia amani kwa kipengele chake, kwa mtazamo wake. Kwa Yesu anawaambia amani yangu na waachieni, lakini amani na wapa. Ngoja nianze na kupa. Yesu anasema amani yangu na wapa, I give my peace. Naitoa. Kwa nini anaitoa? Ni kwa sababu yeye amani anayo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua uwezi kutoa kama kitu hau. Huwa tunasema moyo ninao wa kutoa, lakini sina cha kutoa. Yesu anasema natoa amani kwa sababu amani anayo. Kwa hiyo I give it because I have it, kwa sababu ninayo, hivyo naitoa. Lakini kipande cha pili anasema na waachieni, si tu naitoa, lakini vile vile naiachilia ije kwenu. I allow it to come, I let it come. Nairuhusu ije, maana naimiliki. Naitoa, halafu nairuhusu ije. Kwa hiyo naituma ije. Kwa Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba amani yangu nawachieni, amani yangu nawapa, na hii amani nawapa si kama ulimwengu utoavyo. Baadaye nitaeleza ulimwengu utoavyo, nitaeleza hapo baadaye, lakini ngoja tutazame Agano la Kale kidogo. Mambo ya Walawi 26 fungu la 6. Mstari wa 6 nami nitawapa amani katika nchi. Mungu anasema yeye ndiye anayetoa
anasema mimi nitawapa amani katika nini? Nchi. Katika nchi. Tena mtalala wala hapana atakayewatia hofu. Mtalala wala hakuna atakayewatia hofu. Maana katika nchi mimi nitatoa amani. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu. Unaweza ukaishia hapo. Kwa katika Agano la Kale tunagundua Mungu ndiye anayetoa amani katika nchi. Na ukianzia fungu la kwanza anaeleza fungu la 3. Hebu soma fungu la 3. Sura hiyo fungu la 3. Soma hiyo. Fungu la 3. Anasema kama mkienda katika amri zangu. Kama mkienda katika amri zangu. Ishia hapo. Kiingereza inasema if. Maana yake hii ni conditional sentence, kwamba hii ni amani inatolewa, lakini kuna sharti la kufanya. Mkienenda katika amri zangu nitawapa amani katika nchi. Kwa hiyo amani ni matokeo ya kufuata amri za Mungu. Ukipatana na Mungu, yeye anatoa amani yake. Sasa twende Isaya 45. Fungu la 7. 45 mstari wa 7. Isaya 45 fungu la 7. Anasema mimi naiumba nuru. Mimi naiumba nuru na kulihuruku giza. Na kulihuruku giza. Kuhuruku ni kufanya. Ni kufanya. Kiingereza kimesema I make darkness. Wamesema I create darkness. Mimi nafanya suluhu. Mimi nafanya suluhu. Hiyo suluhu ni amani. Nafanya maana yake ni kumake. Anafanya suluhu. Kwa hiyo Mungu anatengeneza nuru, anatengeneza giza, anatengeneza amani, anafanya suluhu. Unaweza ukatulia hapo. Kwa hiyo Mungu ndiye anayeumba amani. Kwa hiyo kama kuna mtu angekuwa na shauku ya kuitafuta amani, hawezi kuitafuta kwa namna iwayo yoyote ile. Badala yake ni kwenda kwa anayeumba amani, ambaye ni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo amani Mungu anaiumba. Na kwa sababu Yesu pia ni muumbaji, ndio maana anasema amani na waachieni, amani yangu na wapa. Anasema I make it. Mimi ndio naiumba amani. Kwa nawapa, naitoa, na nikitoa nairuhusu ije, naituma ije kwenu. Lakini inakuja wakati gani? Ikiwa watu wangu watakiri amri zangu. Twende Isaya 54 fungu la 10. Amani kama tokeo la agano. Anasema maana milima itaondoka. Na vilima vitaondolewa. Bali wema wangu hautaondoka. Wala agano langu la amani. Unaweza kuishia hapo. Tunaenda mpaka saa 7. Kwa hiyo wewe uishia hapo. Kwa hiyo anasema milima itaondoka, mabonde yataondoka. Ni kwamba hiyo sio hali ya amani katika jicho la kawaida. Kama milima inaondoka, maana yake pana purukushani. Mabonde yanaondoka, maana hapana utulivu. Lakini anasema lakini agano langu la amani halitaondoka, kwa sababu hili agano la amani halitegemei mazingira ya nje. Naanza kuhubiri sasa. Amani inayotoka kwa Mungu haitegemei mazingira ya nje. Hata kama milima itaondoka, mabonde yataondoka, agano lake la amani haliondoki. Na maanisha nini? Amani haiondoki kwa sababu umelala njaa. Haitegemei mazingira ya nje. Nitakuja nikuelezee baadaye kidogo. Amani yako haiondoki kwa sababu umepatana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amani ya Mungu haiondoki kwa sababu taifa limepigana, vita vimepiganwa, risasi zimepigwa kwa watakatifu wa Bwana. Agano la amani haliondoki.
maana haliangalii mazingira ya nje. Wao amani yao ni vile wamepatana na mapenzi ya Mungu. Sasa kuja nianze kidogo kuelezea neno amani. Amani katika Agano la Kale ndo shalom. Katika Agano la Kale amani ndo shalom. Kwa hiyo Waebrania walikuwa wakikutana wanasalimiana shalom, wakati wa kuagana vile vile wanaambiana shalom. Maana yake amani. Wanasema amani. Amani wanaweza kusema shalom aleikem, anasema aleikem shalom, amani iwe nawe, anasema iwe pamoja nawe. Kwa hiyo amani kwao, sikiliza sasa, amani kwao si kwa sababu hana matatizo. Amani, neno shalom, si kwa sababu hapana vita. Neno shalom si kwa sababu hana chakula nyumbani. Kwao shalom ni kwa sababu ame-maintain mahusiano yake na Mungu wake wa mbinguni. Kwa hiyo ni shalom. Kwa hiyo kwa Waebrania ungemkuta wako vitani, lakini vitani ungemwambia shalom, angekwambia shalom. Sio kama tunavyoichukulia leo amani, kwamba una amani kwa sababu nyumbani una magunia 5 ya chakula, una lita 20 za mafuta na nini tena, na masanduku 7 ya nguo, zingine hata ukilisha kusahau. Kwa hiyo kwa Waebrania shalom, kwamba amani si vile kwamba ana vitu vingi. Ni shalom, ni amani kwa sababu ameshikilia mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa neno shalom linamaanisha utimilifu, completeness. Linamaanisha usalama. Usalama kwa Waebrania si kwa sababu hapana vita. Usalama kwa Waebrania ni kwa sababu amemkimbilia Mungu aliye ngome yake. Hebu tuende kidogo Zaburi 119 fungu la 165. Zaburi 119 fungu la 165. Tunaangazia Agano la Kale, baadaye tutakuja kwenye Agano Jipya. 165. Ndio. Anasema wana amani nyingi waipendao sheria yako. Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Yaani kwa maana nyingine unasema wana shalom nyingi waipendao sheria ya nani? Ya Mungu. Wala hawana la kuwakwaza. Yaani wana amani nyingi si kwa sababu hakuna makwazo. Wana amani nyingi si kwa sababu hawakwaziki, si kwa sababu hawachokozwi, si kwa sababu hapana vita. Wana amani nyingi kwa sababu wanaipenda sheria ya nani? Ushaanza kusinzia? Wana amani nyingi kwa sababu wanapenda sheria ya nani? Ya Mungu. Wala hawana la kuwakwaza. Hawakwaziki na lolote. Kinachowapatia amani si kwa sababu umenipita hujanisalimia. Eti umeniharibia Sabato. Wewe umenipita kwa hujanisalimia. Kwani nimekukosea nini? Hasa unakuja kwenye ibada umenuna, hata amina hausemi. Nimeabudu sina amani. Kwa nini? Amenipita bila kunisalimia. Na watakupita sana. Walio wa Mungu wanasema wao wana amani nyingi kwa sababu wameishika na kuipenda sheria ya Mungu, wala hawana la kuwakwaza. Utamkwaza kwa lipi? Maana tumaini lake haliko kwa wanadamu, tumaini lake liko kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo kwa sababu wanazipenda sheria za Mungu na wana amani nyingi,
Ikija habari ya kutoa zaka ya Bwana, hawana la kuwakwaza. Wana amani namna gani? Nyingi. Ukiona bado ukitoa zaka unaumia, unajua hauna amani. Na unajua kwa sababu hauna amani, hauna nani? Bado Mungu hayupo na wewe. Ukiona tu kushika sabato ni shida, unataka uje kwenye sabato na mitindo ya dunia, na sabato ina taratibu zake. Unaona taratibu za kanisa zinakupatia makwazo. Shida sio taratibu za kanisa, shida ni kwamba hauna shalom. Na kwa nini hauna shalom? Ni mpaka anayetoa shalom upatane naye kwanza. Ukiona kanisani umekwazika na unataka kulikimbia kanisa kwa sababu mzee wa kanisa hajawahi kunitembelea, tangu nimehamia pale sijatembelewa, kwa hiyo nimekwazika sana, nikienda kusali sina amani. Wewe hauna shalom. Na maana yake ni kwamba anayetoa shalom pia hauko naye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshike mkono jirani yako, alafu mwambie shalom. Hebu twende kidogo, twende Isaya, twende Yeremia 16 fungu la 5. Yeremia 16 fungu la 5. Yeremia 16 fungu la 5. Anasema, maana Bwana asema hivi. Anasemaje? Usiingie ndani ya nyumba yenye matanga. Usiingie katika nyumba yenye matanga, wala usiende kuwaombolezea wala kuwaingia. Maana nimewaondolea watu hawa amani yangu. Nimewaondolea shalom. Mungu ana uwezo wa kuitoa shalom. Ana uwezo wa kuiondoa shalom. Wakati gani anaitoa shalom? Ni wakati ambapo umepatana na mapenzi yake. Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Wakati ambapo umepatana na mapenzi yake, shalom ni nyingi. Shalom inamwagikia. Wakati ambapo haupatani na mapenzi yake, anaiondoa shalom. Analeta matanga ndani ya moyo wako na kuletea msiba. Na mtu aliye na msiba wa shalom, hata kama ukimpoza hapozeki, ni mpaka apatane na anayeitoa shalom. Kwa maana unashangaa mtu na mtu hawasalimiani. Umewasuluhisha wewe siku ya kwanza, wamegoma. Siku ya pili wamegoma. Siku ya tatu wamegoma. Lakini niishie hapo. Wacha twende kwenye Agano Jipya kidogo. Shalom nimeeleza ni neno la Kiebrania. Kwa kwenye Agano la Kale ni shalom. Agano la Kale, Biblia Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki, ilifasiriwa kwa mara ya kwanza kabisa. Achana na King James Version. Kwa mara ya kwanza kabisa ilifasiriwa kwa Kiyunani wakati ambapo Wayahudi wameenda kule Misri, kipindi ambacho wale majemadari wanne wamegawana utawala baada ya Alexander kufariki. Yule Kasanda, yule Seleucus, yule Ptolemy na yule mwenzake wanne. Walipogawana, hawa Wayahudi walienda Misri, na walipoenda Misri wakajikuta dunia nzima, kwa sababu ya matokeo ya nguvu za Alexander, dunia inaongea Kiyunani, Biblia imeandikwa Kiebrania, na Wayahudi hawakuzuiwa kuabudu wakiwa Misri. Kwa hivyo wakakaa wasomi 70 wa Kiyahudi katika mji unaitwa Alexandria. Wakakaa pale Wayahudi 70 wakaja na toleo la Kiyunani la Biblia ya Agano la Kale iliyoandikwa kwa Kiebrania. Kwa hiyo wakaja na toleo lao linaitwa 70 kwa sababu walikaa wasomi 70
na kwa hivyo linaandikwa kwa lugha ya Kirumi LXX, kwa maana L ni 50, X ni 10, X ni 10, kwa hiyo ni 70. Wakaja na fasiri yao. Walipokuja na fasiri yao, kwa mara ya kwanza neno shalom likafasiriwa kwa Kiyunani. Twende Isaya 9 fungu la 6. Isaya 9:6. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume, si ndio? Alafu inasemaje? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Uwezo wa kifalme uko mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Utabiri huu wa kwamba Yesu atazaliwa, na atakapozaliwa huyo ndiye atakuwa mfalme wa amani, the Prince of Peace, mfalme wa Shalom. Kwa mara ya kwanza ili likafasiriwa hilo neno Shalom, likaitwa Eirene ama Airini. Wale akina dada wanaoitwa Airini, Airini inatokana na jina na neno la Kigiriki, neno la Kiyunani linalomaanisha amani. Ndio hiyo Eirene. Kwa hiyo ndio amani. Kwa hiyo kama na mtoto wa kike, badala ya kumuita Tabu, muite Airini, angalau alete amani nyumbani. Badala ya kumuita matatizo, muite Airini. Badala ya kumuita Pasco, muite Airini. Pasco ni mateso, lakini kwa sababu na jina la Pasco, majina mengi yako kwa Wasukuma kule, kwa sababu Wasukuma wao wanaangalia tu kama jina linatamkika vizuri kinywani. Pasco. Hata kama hawajui maana yake, tunapewa Pasco. Lakini Pasco maana yake ni mateso. Kwa hiyo Airini maana yake ni amani. Kwa hiyo unaangalia vile Yesu atakayezaliwa atakuwa mfalme wa amani. Lakini angalia katika kuzaliwa kwake mpaka anaposulubiwa, hulioni amani mahala popote. Kwa Biblia inaposema amani ni tofauti kabisa na mtazamo wa dunia. Amani ya Biblia ni tofauti mno na mtazamo wa ulimwengu. Mtazamo wa ulimwengu wanasema amani ni wakati ambapo hapana vita. Biblia inasema amani ni wakati ambapo taifa limepatana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wafalme wa dunia wanapohamasisha amani wanasema msiandamane, mtavuruga nini? Biblia inasema hata kama wakiandamana watoto wa Mungu, shalom yao haitaondoka. Kwa hiyo unaona, kwa mara ya kwanza atakuja Yesu. Huyu ndiye mfalme wa amani. Tunaipataje amani? Ni wakati ambapo tumepatanishwa naye, tunapata amani. Warumi 5 fungu la kwanza. Changamka. Anasema basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ishi hapo. Tukishahesabiwa haki kwa imani, tuwe na nini? Na amani. Hii haimaanishi kwamba hatutapitia matatizo. Nakupeleka polepole ili uelewe. Ili ukipitia matatizo useme sina amani. Amani haiondoki, maana sisi tumehesabiwa haki kwa imani, na hivyo tuwe na amani, si kwa sababu hatapitia shida. Ningekuwa na muda tungesoma Wakolosai 5 fungu la 20, lakini kwa sababu ya muda tuache hapo kwanza. Twende Wagalatia 5 fungu la 22. Nataka ni mtu mmoja nimsaidie ambaye amani yake huwa inaondoka kizembe sana. Maana kuna watu amani zao zinaondoka kizembe mno.
Vipi? Sina amani. Lakini tunda la Roho ni upendo. Lakini tunda la Roho ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipima joto. Katika ile tunda la Roho, wewe vimekosekana vingapi? Katika vilivyokosekana, hiyo ni ishara ya kwamba hauna Roho. Si ni hivyo tu? Kwa hiyo anza moja, kudai Roho aje ndani yako. Warumi 12 fungu la 18. Anasema kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Mkae katika amani na watu wangapi? Wote. Sikiliza, Yesu alipokuja alitupatanisha na Mungu wa mbinguni, tukawa na amani na yeye. Lakini amani ile ikija inafanya kazi pia horizontally. Tunakuwa na amani na watu wangapi? Wote. Ole wa mtu aliye na jirani yake hawasalimiani, ole. Maana amani ya Mungu ikija inatupatia amani na watu wote. Nasikiliza, sio lazima watu wote wakutendee wema. Hawa walishatenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Bwana, watakukwaza. Lakini wito wa kimbingu uwe na amani na watu. Si kwa sababu wamekununulia soda, si kwa sababu wamekununulia chips yai, lakini kwa sababu una ile karama ya Roho, una tunda la Roho. Kwa hiyo amani unayo kwa watu wote, haijalishi watakutenda nini. Fungu la 19. Sema, wapenzi, msijilipize kisasi. Bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu. Kisasi ni cha nani? Ni cha Mungu. Sisi kazi yetu ni kuwa na nini? Na amani na watu wote. Unajua, zamani nikiwa mdogo wa kiroho, nikiwa mchanga wa kiroho, unajua kanisa letu lina imani ya msingi namba 11. Inasema kukua katika nini? Kristo. Inamaanisha huwa tunaanza wadogo, wachanga, tunakuwa, baadaye tunakuwa watu wazima. Kumbe hebu tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la 11. Tumwangalie Paulo naye alipokuwa mchanga wa imani. Wakati huo Paulo akivaa pampas ya imani. 13 fungu la 11. Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 11. Anasema, nilipokuwa mtoto mchanga. Huyo ni Paulo, sio uchanga wa kimwili, uchanga wa kiimani. Na alisema kama mtoto mchanga kwamba ukinikwaza na kanisa lao na waachia. Ukikutana wa hivyo, huyo bado anavaa pampas. Maro. Uwa. Tabitha anavaa nini? Pampas. Paulo anasema nilipokuwa bado mchanga, endelea, naliwaza kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima kiroho, nimeyageuza kabisa mambo. Sifanyi tena kama mtoto mchanga. Maana nilipokuwa mchanga wa imani, nilidhani kanisani hakuna kukwazana, kwamba wote ni watakatifu. Nilikuwa mchanga wa imani. Sasa nimeshakomaa, kumbe kanisani pia mna makwazo, lakini nina shalom kwa sababu nimepatana na mapenzi ya Mungu wangu. Kwa hiyo unaweza kuwa mchanga wa, kama bado unakula zaka, mwangalie jirani yako mwambie shalom tena. Sasa mwambie msikilize mchungaji. Kama bado unakula zaka ya Bwana, wewe bado ni mchanga wa imani, unavaa pampas. Siku ukiwa mtu mzima utatoa zaka ya Bwana. Maana unajua dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani?
unakula, wewe unavaa pampers ya kiroho. Mtazame jirani yako, ana pampers ya uhai. Nalipokuwa mchanga wa kiroho, nalifikiri kichanga. Nilidhani unaweza kuwa Mkristo bado ukawa mzinzi. Nilidhani unaweza kuwa Mkristo bado ukawa muongo. Nilidhani unaweza kuwa Mkristo bado ukawa mwizi, bado ukawa mbea. Huo ni uchanga wa imani, kule ni kuvaa pampers. Siku ukiwa mtu mzima kiroho ukavua pampers, majungu kwako mwiko, uongo kwako mwiko, uzinzi kwako mwiko, wizi kwako mwiko. Wangapi tuko pamoja? Kwa hiyo anasema tuwe na amani na watu wote, tusilipize kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Niliwahi kufundisha masiku moja tulipokuwa tumekutana mtaa mzima pale Msangalale. Nikasema siku hizi na mimi ni kama Paulo, na alikuwa mchanga, sasa ni mtu mzima. Na kwa sababu nimekuwa mtu mzima, mtu akinikanyaga sigombani naye. Namwambia tu jirani, rafiki, mguu wako uko juu ya mguu wangu. Tafadhali ikikupendeza utoe. Sina muda wa kupigana na mtu, wa kugombana. Watu wana stress zao. Mgombeze anakurukia kama ndio mkanyaga. Kwani ujipe shida? Na Biblia imeeleza kabisa wote wamepungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Watu wanatembea wanayao vichwani. Unatamani kutana naye akunenee mazuri tu. Watu washafurugwa. Kwenye daladala wamefurugwa, kwenye bajaji wamefurugwa, hata kanisani wakija, mashemasi wangu pia wananiambiaga, pastor, kuna wakati tu kuambia washiriki wasongee, tunakatwa jicho hilo. Watu bado wamefurugwa, na kwa hivyo bado ni wachanga wa imani. Kwa hiyo anayelipiza kisasi, huyo bado ni mchanga wa imani. Mtu anatembea mwaka wa kwanza wa pili, anakwazwa na mwaka juzi. Mimi nawasikiliza kama wakati nawasikiliza, pale nasema Mungu mhurumia, aivue pampers. Maana utafanyaje sasa? Wewe kwanza na mwaka juzi, meza ya Bwana umekula, miguu umeoshwa, na meza ukala, halafu kaimba na wimbo, wimbi la damu naona la takasala, halafu bado umeshikilia kwazo. Kuna takaso nini? Waebrania 12 fungu la 14. Anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ningekuwa na muda ningewaeleza neno hilo tafuteni. Katika lugha yake ile ni lazima, iko katika imperative, kwamba ni lazima mtafute kuwa na amani na watu wake. Biblia katika lugha yake asili inaeleza vizuri. Kuna wakati inaweka msisitizo kwamba hauna option nyingine, ni lazima utafute kuwa na amani na watu wake. Maana hao ndio watakatifu wa Bwana. Hebu soma Mathayo 5 fungu la 9. Uelewe kidogo, watu waelewe kwamba hao wanaotafuta kuwa na amani na watu wote wanaitwaje? Mathayo 5:9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wapatanishi. Nani asome Kiingereza? Inasomaje Kiingereza? Mathayo 5:9. Kiingereza tafadhali. Kiingereza inasomaje? Blessed are the peacemakers. Wamebarikiwa peacemakers. Peace ni amani. Hao wanaoleta amani wamebarikiwa, na wanaitwa ni wana wa nani? Wana wa Mungu. Mzee mnini? Hereho. Wapatanishi, Kiingereza inasema ni peacemaker. Ndio hiyo Airini. Hao ambao wanakaa na Airini, wanaokaa na amani, hao wana heri. Kiswahili kinasema heri, Kiingereza kinasema blessed. Wamebarikiwa, halafu wanaitwa ni wana wa Mungu.
Ukikuta mtu anapenda sana magomvi, kinyume cha amebarikiwa ni nani? Sije kusema mchungaji akisema ni nyie. Ndio umesema. Halafu si hivyo tu, wanaitwa ni wana wa nani? Wana wa Mungu. Mimi natamani niendelee kuitwa mwana wa Mungu, maana natamani aliye na shalom niambatane naye, ili shalom yake airuhusu ije ndani yangu, na ikija ndani yangu napatana naye, lakini vile vile napatana na wanadamu wenzangu. Haleluya. Sasa tunapoelekea kumalizia Yohana 16. Yohana sura ya 14, Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Hiyo dalili za hizo salamu za kuagaaga, nataka ondoke. Yohana 16 anaanza kuelezea yatakayowapata. Na ngoja kwanza nielezee. Anaelezea yatakayowapata. Anasema wengine watachinjwa. Lakini watachinjwa, wachinjaji wao wanaowachinja watajihisi kana kwamba wanatoa sadaka kwa Mungu wao. Lakini akasema fungu la 33 ambalo tutakapolisoma baadaye. Kwa hiyo anasema akawaeleza yote kwamba hapata kuwa na amani kama ambavyo ulimwengu unavyotafasiri. Sikilizeni, wengine watachinjwa na watachinja wakidhani wanatoa sadaka. Na katika wafalme wa dunia ndicho wanachokifanya. Na ndio maana nimeeleza tangu mwanzo, amani ya wafalme wa ulimwengu huu na amani ya mfalme wa mbinguni ni tofauti. Wafalme wa ulimwengu huu wanaweza wakaua wakisema wanatetea nini? Amani. Kwa Biblia inasema, ukisoma hiyo Yohana 10 anaelezea wengine watawaua wakidhani kwa kufanya hivyo wanaipenda amani. Kwa hivyo wanatoa sadaka, wanatoa dhabihu, lakini wanaua. Na ngoja niwaambie washiriki ambao Bwana amebariki yourself kuandamana kufanya hivi, watakuvunja mguu. Halafu hawatakuomba radhi. Na watakwambia walikuwa wanatetea amani. Usiweke tumaini lako kwa hawa viumbe. La kufanya waombee wapatane na aliye na shalom. Wakipatana naye wataacha ubinafsi. Kwani nini kinachotokea? Ni ubinafsi, kiburi, jeuri, ubinafsi wa madaraka, ubinafsi wa vyeo, ubinafsi wa nini? Unafanya walio wadogo wanaumia kwa sababu kuna mtu fulani ubinafsi. Ili ubinafsi ufe ni lazima wapatanishwe na aliye na shalom. Nilipokuwa mchanga wa kiimani kama Paulo zamani zile, wakati nachunga ng'ombe za baba yangu, nilikuwa mtu wa vita kidogo. Kunidhulumu hivi. Siku ya kwanza tutazipiga, ukinishinda naenda kufanya riheso, tutarudi tena. Baadaye nilipokuwa nikasema hivi, kwenye huu ulimwengu nitarajia kupata haki, bini haki duniani hapa. Wasukuma wakasema maguzuma sasa. Ukikudhulumu nawaambia nitatafuta tena, wewe kale nataka amani ya moyo. Ni kwa sababu Wasukuma ni Waebrania. Kwa hiyo anawaeleza kwamba yatakuja mambo ya ovyo kabisa. Sikilizeni, naongelea katika level ya taifa. Nataka nishuka katika level ya mtu mmoja mmoja. Kuna mambo yatatokea upande wako, akili yako ya kawaida haipati majibu. Kwa sababu tupo katika ulimwengu wa hivyo. Utaonewa, utadhulumiwa, utafanywa hiki na kile, lakini rai yangu ni hii: amani yako kwa Mungu wako mbinguni usiruhusu ikapotea. Tutadhulumiwa katika level ya familia, mashamba ya familia, viwanja vya familia na nini. Wengine watafungwa si kwa sababu walifanya makosa. Paulo alifungwa gerezani si kwa sababu alifanya makosa. Yesu alisulubiwa si kwa sababu alifanya makosa. Kwa hiyo tunao waliofungwa na hawakufanya makosa. Watafungwa ndugu zetu. Kama sio ndugu zetu, tutafungwa wenyewe, si kwa sababu tuliwakosea mno, lakini ni uonevu wa dunia. Lakini katikati ya hayo yote tuna shalom, kwa sababu tumaini letu kwa Mungu wetu haliondoki.
Sasa tuende fungu la 33. Yohana 16:33. Anasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani. Anawaambieni kabisa kwamba nimewaambieni kwamba yatakuja mambo ya hovyo, ya kutisha, yakifanywa na watu wenye akili. Wengine ni miongoni mwenu, wengine ni wale ambao Wakristo wenzenu watawageuka. Yapo yatakayofanywa na wa mataifa, lakini nawaambieni mapema ili muwe na nini? Na amani. Tungekuwa na muda tungesoma ile fungu la 12. Alipowaeleza akawatazama usoni, wamejikatia tamaa, akawaambia, ni kali, ninayo mengi ya kuwaambia, lakini kwa ninavyowatazama hamwezi kustahimili. Hata sisi hapa tunapenda kusikia habari za mema tu. Mema, unajua tukifunga Tanzania tutapata amani, tukifunga uchaguzi kwa amani. Are those people doing the just wanaposimamia? Wale wanaosoma maandiko lazima waione road map ya mbinguni. Tuko wapi? Na hapa tulipo tujue haya yaliandikwa lazima yatokeze. Yakitokeza sisi tuangalie juu, tumtazame aliye Mwokozi wetu. Sasa malizia kipengele kinachoishia. Hilo 13:33. Anasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Halafu anasema muwe na amani ndani yangu, ndani ya Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amani iwe nani? Usichoke, tunaendelea. Na shalom. Moja. Katika nyaraka za Paulo, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 2 na 3. Andika tu lakini usisome. Wakorintho wa pili sura ya kwanza fungu la 2 na 3. Ama Wagalatia sura ya kwanza fungu la 2. Ukienda pia kuangalia Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 2, utakuta kuna salamu za mitume wanasema amani iwe nani. Hiyo amani ilikuwa ni kuwakumbusha, maana wakati Petro anaandika walikuwa hapana amani, walikuwa wanateswa, wale ambao ni Wakristo wa kanisa la awali. Anawaambia amani iwe nani, si kwamba dunia itawapatia amani. Anawakumbusha amani inayopatikana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ngoja niende kwa Yesu sasa. Anapoeleza amani yangu nawapa, amani yangu nawaachieni. Niwapapo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Yesu alizaliwa kuzaliwa kwake tu hapakuwa na amani. Na baada ya yeye kuondoka, aliacha Rumi inahamasisha amani. Rumi inahamasisha amani. Wanaita amani ya Rumi, the Roman peace, ambayo waliandika kwa lugha ya Kilatini. Wanasema Pax Romana, Pax Romana, Pax amani Romana ya Rumi, amani ya Rumi. Hii ilikuwa ni kampeni iliyoanza mwaka wa 27 kabla ya Kristo kuzaliwa. Na aliyeanza nayo ni mfalme Augustus, ambaye huyo mfalme Augustus wakati Yesu anazaliwa mwaka wa 4 kabla ya Kristo, Augustus ndiye ambaye alikuwa mfalme wa Rumi. Kwa hiyo alikuwa wanahubiri amani ya Rumi katika mataifa yote yaliyokuwa chini ya Rumi. Wanatangaza amani, Pax Romana. Wakati Yesu anakufa chini ya mfalme Tiberius. Bwana Yesu asifiwe. Wanahistoria tutumiani mkono, wanasayansi tutumiani mkono, na wakilisha kwenye historia kidogo. Kama unasoma Biblia vizuri, amani na ndipo mema yatakapokujia. Mema yanawafuata walio na shalom, wanaosema Bwana nijalie kuwa na shalom. Niwe na shalom na wewe
niwe na shalom na wanadamu wenzangu. Wanyoshe mikono yao wanaosema, Bwana, leo nataka nipige hatua kubwa ya kiroho. Mengi yamekuwa yakinikwaza na kuniumiza. Ni vile nilikuwa sijajua, nalikuwa mchanga wa kiroho. Sasa nataka niwe mtu mzima. Kumbe hakuna lolote linaloniondolea amani, kwa sababu ni neno lako pekee. Na Biblia inaeleza wana amani nyingi waipendao sheria yako. Mimi nipende sheria yako ili niwe na amani ya moyo. Wanaosema hivyo wasimame sasa. Wasimame sasa wanaotaka shalom. Na je, mweza kupiga hatua mbele kwa imani? Kwa imani kidogo. Kwa imani tunapoimba wimbo namba 140, ili Mungu wetu wa mbinguni atutwae hivi tulivyo. Wimbo namba 140, Mungu wetu atutwae hivi tulivyo. Aondoe udhaifu wetu, aondoe unyonge wetu, atujaze na shalom, atujaze na Irene, atujaze na Irene. Shalom. Nieleze kidogo habari ya huyu dada ambaye alitunga huu wimbo. Huyu binti ilikuwa ni mwanadada ambaye alijaliwa karama ya kutunga nyimbo na kuimba vizuri, sauti nzuri kabisa. Alikuwa na karama hiyo na alisomea muziki. Alikuwa ni mwanataaluma, alikuwa ni mtu wa elimu ya chuo kikuu. Huyu mwanadada siku moja akatembelewa na watakatifu wa Bwana, viongozi wa kiroho, wakamwambia, dada, habari gani juu ya kuyatoa maisha yako kwa Bwana? Unafikiria nini juu ya kuyatoa maisha yako kwa Mungu? Huyu dada hakujibu lolote, na kwa macho ikaonyesha hakujali, hakuchukulia serious, hakutilia maanani. Maanake kama alionyesha kupuuza. Wale watakatifu wa Bwana wakaondoka, wale viongozi wa kanisa wakaondoka, wakaenda wakakaa. Ikapita miaka na miaka, baadaye tena wakapita kumtembelea, wakamkuta yule binti yuko pale. Wakamuuliza tena, dada, nakumbuka tuliwahi kuja kwako na tukakuulizia habari ya kuyasalimisha maisha yako kwa Kristo. Tunakumbuka kipindi kile haukusema leo, lakini je, habari gani leo? Yule dada akawatazama viongozi wale wa kanisa, akasikitika, machozi yakamtoka. Maana kwa kipindi hicho
alikuwa amepata ugonjwa wa ajabu ukamwacha na ulemavu, hawezi kutembea, hawezi kujisogeza. Aliyekuwa na afya njema, aliyekuwa na kila kitu, sasa ni mlemavu. Yule binti akawauliza wale viongozi, kwa nini? Akamwambia, hivi nilivyo, je, na ulemavu wangu huu, je, huyo Yesu ambaye unaniambia habari zake, ambaye unaniambia habari zake kwangu, huyo Yesu huyo, je, aweza kunipokea hivi nilivyo na ulemavu wangu huu? Maana wakati vile nikiwa na afya njema, nikiwa na miguu yangu, sikumpokea. Je, nafasi bado ingalipo hata kwa nafasi kwa hivi nilivyo na ulemavu wangu, aweza kunipokea? Wale viongozi wa Bwana wakamwambia, Mungu wetu wa mbinguni anakuhitaji, anakutaka vile ulivyo. Na ndio maana huyu binti akatunga wimbo akasema, hivi nilivyo nitwaye, sina lolote la kujisafisha, siwezi kujiokoa, bali hivi nilivyo unitwaye. Ngoja nikusomee Efeso 2:14. Biblia inaeleza, inasema hivi, kwa maana yeye ndiye amani yetu, huyo Yesu Kristo. Kwa maana yeye Yesu Kristo ndiye shalom yetu, huyo aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa moja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Huyo Yesu ndiye shalom yetu, akabomoa kiambaza. Tuliokuwa hatuelewani, sasa tunaelewana. Tuliokuwa tusalimiani, sasa tunasalimiana. Maana yeye ndiye shalom wetu, yeye ndiye amani yetu, yeye ndiye aini wetu. Mchana wa leo nawaombea wale ambao walikuwa wapatani na ndugu zao na jamaa zao, waumini wenzao. Yesu anasema katika Efeso 2:14, Yesu ndiye aliye amani yetu, na yeye alipofanyika kuwa amani yetu, amebomoa kuta ambazo zilituzuia tusisalimiane, zilituzuia tusitembeleane. Lakini natoa wito kwa wale ambao nao wanatamani kusalimisha maisha yao kwa Kristo, ya kwamba vile ulivyo, usisubiri mpaka Roho Mtakatifu. Yesu hakuja kufa kwa ajili ya utakatifu, alikuja kufa kwa walioanguka dhambi. Vile ulivyo wewe utasonga mbele. Tunapomalizia mabeti haya matatu, alafu tutafanya maombi ya pekee kwa ajili yako, maana hivi karibuni tutakuwa na ubatizo. Beti tuombe kwanza. Mungu wa mbinguni